ni kukabidhi Bi Flora Mdeve kiasi cha fedha shilingi milioni 1.8 kwa ajili ya kwenda kulipa kwenye vikoba kama ulivyomwambia Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi ni mama mwenye watoto 4. Nina huyu mtoto niliomshika hapa, nimeishi na mwanaume miaka 14, lakini tumeachana. Chanzo cha kuniacha, anasema mimi nazaa watoto wa kike tu. Kuanzia tarehe 13 nikaanza kufuatilia kuhusu huyu mtoto, nikaomba msaada kwenye vyombo vya sheria. Mara ya mwisho kwenye vyombo vya sheria akaulizwa, uko tayari kuonyesha mzazi mwenzako mtoto aliko? Akasema siko tayari. Akanitumia na message ninayo. Akaniambia nenda hiyo mahakama, nitakayoona mahakama itakaye kuonyesha huyo mtoto, au nione hiyo mahakama itakayekupa haki unayotaka. Mimi ni mama. Kingine akaondoka, tulivyoachana akaniacha na mkopo wa milioni 1.8. Kwa hiyo mimi unavyoniona na huyu mtoto, sina mtaji, nilipe kodi, niangalia watoto, bado nitembeze matikiti kichwani, nimlipie mwanaume mzima milioni 1.8 niwe napeleka rejesho. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nilikuwa naomba msaada wako. Shukrani zangu pia ziende kwa Mama Samia. Pia namshukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba kwa msaada huu na kilio hiki alikokisikia na kuweza kunisaidia kunitoa mzigo huu mzito niliokuwa nao uliokuwa unanifanya na kosa hata usingizi. Nimefurahi sana kwa sababu hela hii ilikuwa inanifanya nakosa hadi usingizi. Kila ninapokaa ikifika siku kama ya leo ya kikundi, nakuwa nawaza kwa nitaipatia wapi. Muda mwingine nakuwa sina, labda na 10,000 tu nakuwa naipeleka. Kwa hiyo nina furaha sana na nina amani. Lakini kwenye kikundi chetu sisi hatumtambui yule mwanaume kama mwanachama, bali sisi tulikuwa tunamtambua mwanamke kama mwanachama. Ndio maana sisi tulikuwa tunambana huyu ili tuweze kuletea kile kiasi. Kwa hiyo sisi tunapenda sana kushukuru kwa sababu kile ambacho kilikuwa kinahitajika kirudi kwenye mfuko wetu, tunaamini Waziri Mkuu ameweza kukitatua.